Azam TV. Furaha kiganjani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa jengo la huduma za akina mama na watoto Makunduchi, mkoa wa Kusini Unguja. Dhamira ya serikali ni kuweka huduma bora za afya kwa kila mmoja aweze kupata huduma bora za afya, na ndio maana kila upande katika nchi yetu tunajenga dispensary, tunajenga vituo vya afya, tunajenga hospitali za wilaya, tumeanza kujenga hospitali za mikoa, na kutakuwa na hospitali kuu mbili kubwa, moja ya Mnazi Moja ambayo inajengwa upya na Binguni, lakini vile vile tutakuwa na hospitali maalumu ya kensa hapa Zanzibar. Lengo ni kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma bora za afya kwa kila nyanja ya sekta ya afya. Huduma za mama na mtoto zitapunguza kwa kiwango kikubwa vifo vinavyotokea wakati wa kujifungua na watoto wachanga, hususan wale watoto njiti. Kwa hivyo tunapopata huduma kama hii, tuna uhakika kwamba kina mama wajawazito wataweza kuokolewa maisha yao, kwa sababu ikitokea dharura wakati wa kujifungua, mama anahitaji damu, basi pale pale damu iweze kupatikana. Mama huyu anahitaji kupelekwa kufanyiwa upasuaji, pale pale kuna huduma za upasuaji, na ndicho hichi kitakachojengwa hapa. Kama tulivyoona katika ramani ile, kutakuwa na vyumba vya upasuaji, tutaweka wataalamu wa upasuaji ili mtu akihitaji upasuaji aweze kupata huduma hiyo, tuokoe vifo vingi vinapotokea kutokana na kukosekana kwa huduma hizo kwa sasa. Lakini vile vile tuna watoto wachanga, wale wanaozaliwa, wengi wanapata matatizo ya kiafya. Kuna wale wanaozaliwa kabla ya muda, wanaitwa watoto njiti, nao tunahitaji kuwawekea huduma zilizokuwa bora ili tuweze kuokoa maisha ya watoto. Kwa hivyo napenda kuchukua nafasi hii kwa mara nyingine tena kuwashukuru sana. Nilivyokwenda kwenye ramani pale, niliangalia lile jengo. Kwa kweli ni jengo la kisasa, lina viwango tunavyovitaka hapa Zanzibar, na kwa maana hiyo nawashukuru sana kwa kuweza kuweka fungu la fedha linalohitajika kutumalizia kazi ile. Nimuombe mkandarasi wa mradi huu afanye kazi kwa haraka, afanye kwa kiwango kinachotakiwa kwa muda mfupi kadri itakavyowezekana, kwa sababu huduma hii sote tunajua tunaihitaji kesho, sio baada ya mwaka mmoja sasa. Lakini ujenzi huwezi kujenga kesho ikawepo hapa, lakini tunaweza kuongeza spidi. Kwa hivyo niwaombe sana tuongeze spidi, tulipate jengo hili kwa haraka. Na pale nilivyoona ni kwamba jengo hili lina ghorofa moja, na kwa maana hiyo wamekadiria kwamba watachukua mwaka mmoja. Mimi napenda niwaombe basi angalau ndani ya miezi 9 hivi tukabidhiwe hili jengo, watu watumie. Napenda nichukue fursa hii hapa. Naibu Waziri wa Afya Hassan Hamisi Hafiz akamshukuru Dr. Mwinyi kwa kazi anayoifanya ya kuiletea maendeleo Zanzibar. A few words ambazo Fuma Boss ameyasema maneno ya dhahabu, golden words. I have noted the golden word that you have just said. You said Zanzibar, Dr. Mwinyi is going to make Zanzibar as an icon of a health center for East Africa. That's very true, very true. Mimi ndio naibu waziri wa afya, nashukuru, na huwa nasema siku zote watu hawapendi, lakini ndio ukweli. Ukweli hata na kaburi utaongewa tu, ndio huo. Zanzibar afya ilivyokuwa leo na ilivyo kabla, tofauti kubwa. Hapa Makunduchi mmesema palikuwa pana vyumba 8 vya kulaza wagonjwa katika hizo cottages. Jiulize wewe, population kama ya Makunduchi, vyumba 8 vile nilivyovitembelea, unasema ya Rabbi, ndio hali ya afya hii. Lakini Dr. Mwinyi umekuja kubadilisha sana sekta ya afya. Hatuna la kukulipa, tunakushukuru. Taarifa kitaalamu ikatolewa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, Dr. Mgereza
Miraji Mzee. Mkoa wa Kusini Unguja unaundwa na wilaya ya Kati na wilaya ya Kusini. Hichi kituo cha afya Makunduchi kipo wilaya ya Kusini na kinahudumia zaidi ya wananchi 9821 kutoka shehia 21. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa kituo kilichopo kinahudumia wastani wa wajawazito 96 kwa mwezi, huku takriban 14 kati yao wakihitaji rufaa kila mwezi kupelekwa hospitali ya wilaya ya Kitogani kwa huduma mbalimbali ikiwemo upasuaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa jengo la mama na mtoto la Makunduchi ni hatua muhimu katika kuimarisha huduma za afya ya uzazi katika mkoa huu wa Kusini Unguja. Ujenzi huu unatekelezwa na mkandarasi na msimamizi kampuni ya Quality Building Contractor kwa gharama ya dola za Kimarekani zaidi ya milioni 1 sawa na zaidi ya shilingi bilioni 2.5 fedha za Kitanzania. Mradi huu unafadhiliwa na Jafari Family na Fumba Port kupitia taasisi ya The Lady Fatma Charitable Trust na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambapo mkandarasi alikabidhiwa eneo tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka huu, na mradi huu utakuwa ni wa mwaka mmoja. Tunatarajia Novemba 20 mwaka 2026 mradi huu utakuwa umekamilika. Akitoa pongezi kwa niaba ya akina mama na wananchi wa Makunduchi, mgombea nafasi ya ubunge jimbo la Makunduchi Wanu Hafidh Amer akaeleza. Mheshimiwa Rais, sisi kwa niaba ya kina mama wa kusini na wa jimbo hili la Makunduchi tunashukuru sana 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 kwa mradi huu, kwa sababu hali yetu ya maternity haikuwa nzuri sana, na kila nilipokuwa nazunguka katika jimbo la Makunduchi, hicho ndo kilikuwa kilio kikubwa cha kina mama. Lakini leo hii nashukuru jengo hili litajengwa, na tunakushukuru sana kutenga muda wako kuja hapa. Sisi kina mama tunasema hatuna la kukulipa, isipokuwa malipo yetu yapo tarehe 29 Oktoba. Lakini jengine ni kukuombea dua umalize hili salama, tuendelee kujenga Zanzibar yetu. Hii ni Jum TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Mimi ni Subira Salu.